limepewa mamlaka ya mwisho. Kuna pewa neno la Mungu, afu pewa mamlaka ya mwisho. Shetani hawezi kufanya kazi wakati neno la Mungu limepewa mamlaka ya mwisho. Mamlaka ni mamlaka ya mwisho kabisa. Mamlaka ya mwisho kabisa. Katika maisha yako. Unajua kuna namna neno la Mungu limepewa mamlaka sio ya mwisho. Neno la Mungu ni la pili. Kwa mfano, ukipata tuzo kwa kwanza ni baba yako, afu Mungu anafuata wa pili. Ukipata shida yote unauma, cha kwanza ni dawa, sio Yesu. Bado na Mungu hajapata mamlaka ya mwisho. Neno la shetani hawezi kupata nafasi. Kwa mfano, mtoto kageuza macho hivi. Unaona shetani sikiliza. Mungu yuko zaidi ya macho ya mwanadamu. Mimi sijawahi kuamini kwamba wewe una nguvu kuliko jina la Yesu. Kitendo cha kusema neno la Mungu lina mamlaka ya mwisho. Na hapa naomba nieleweke vizuri. Sizungumzi wewe kulijua kwamba neno la Mungu lina nguvu. Ninaongelea hapa kujua kwamba neno la Mungu ndio lenye mamlaka ya mwisho. Hebu niwaulize watu. Wewe ukipata shida, cha kwanza kinakwambia kabla hapo nani? Dawa? Nani? Mchungaji. Ni mchungaji. Ndio mamlaka ya mwisho. Kama ni mchungaji umeshafeli. Kama ni dawa umeshafeli. Kama ni mume wako umeshafeli. Kwa mfano, usiku unasikia majambazi wanavunja mlango. Wewe unaamini mtu wako ni mume wako au ni nani? Msana ni mume au mke? Sasa shetani afanye kazi wakati neno la Mungu limepewa mamlaka ya mwisho kwenye maisha yako. Shetani anajua subira hanaga mbadala. Yaani mbadala wake yeye ni Yesu peke yake. Hana kingine. Hawezi kuingia. Kwa wewe umempa Mungu nafasi ya tatu, atakuonea mpaka uchanganyikiwe. Atakukalia mpaka uvuke. Ni kwa sababu hujampa nafasi ya kwanza kama mtu mamlaka ya mwisho. Kwa mfano, ndio maana nilisema jana, kuna wakati kuna vitu tunapokuwa tunaomba hatupaswi kuviomba. Kwa mfano, mtu amelipuka mapepo. Unasema nakuomba kwa jina la Yesu toka. Hapa hujalipa neno nafasi ya mwisho. Mtu amelipuka mapepo, unachopaswa kufanya ni kutumia mamlaka ya mwisho. Ninakukomanda, ninakuamuru shetani mtoke tu. Baraka shetani hapa hana choice, hana uchaguzi. Amepewa njia hii ni kutoka. Umeelewa vizuri? Nyinyi mnafanya bageni na shetani, mnafanya mapatano. Bwana shetani achague cha kufanya. Hapasi kuchagua, anapaswa kuambiwa. Hii ni sauti ya mwisho, na ni sauti ya mamlaka, ni sauti ya Yesu, ni sauti ya uponyaji, ni sauti ya uokoaji, ni sauti ya kusamehe, ni sauti ya kuondoa magonjwa. Ukitaja hiyo sauti, nikisema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ulishawahi kujiuliza kwa nini huwa wachungaji wakikemea mapepo huwa sauti yao inapanda juu? Tunakwambia kwa na kuamuru shetani na macho na kazi. Unasema maana hiyo? Anataka kuruhusu hiyo sauti ionyeshe kwamba nimekasirika, nimekwambia sikuhitaji kwa mtu. Sasa Mungu haleluya kanisa. Alafu mwangalia kumbariki mtu. Bali kubariki. Bariki. Wewe sasa ndio nimesema nakubariki. Unaona kinachotokea hapo? Lakini kichelewa nitakaza na macho na sura yangu kuonyesha kwamba ninachokuambia inamaanisha uelewe kabisa wako. Lakini kubali ninakubariki kwa jina la Yesu. Maana yake ni unapokuwa unazungumza juu ya jambo gumu, lazima utumie mamlaka yako ya mwisho. Utumie ile command, utumie ile sauti yenye mamlaka. Haleluya. Nikaacha au nisiache. Sijui mnaelewa kwa nini? Pigie Yesu makofi ya utukufu.